Muda usiokuwa mrefu. Karibu sana. Jina langu ni Zubeida Kananu. Tuanze kwa kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari kwa sasa, ambapo wagonjwa wanaotegemea hospitali za umma kaunti ya Kilifi huenda wakahangaika kutokana na mgomo wa matabibu unaotarajiwa kuanza usiku wa kuamkia kesho. Hii ni baada ya ilani ya siku 7 iliyotolewa na muungano wa matabibu nchini KUKO kutarajiwa kukamilika usiku wa leo bila mwafaka kupatikana baina yao na serikali ya kaunti ya Kilifi. Wakizungumza mjini Kilifi, viongozi wa muungano huo wamesema kuwa matabibu wamelazimika kuchukua hatua hiyo kutokana na kile wanachodai ni serikali ya kaunti ya Kilifi kutotekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2024 na pia juhudi zao za kutaka kukutana na uongozi wa kaunti hiyo kugonga mwamba. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa matabibu nchini George Gibore, wamesema kuwa matabibu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo kufanya kazi katika mazingira duni, kutopewa nyongeza mishahara na hata kutoajiriwa kwa matabibu wa kutosha. Ni dhahiri hakuna lolote ambalo limeweza kutekelezwa, na ndio maana tuko hapa leo, kwa sababu tulikuwa tumetoa ilani ya mgomo tena kwa sababu ya ukaidi wa serikali, na wametuita hapa kwa ajili ya kuja kujadiliana. Tunapokuwa tumetoa ilani si kwa sababu tunataka kwenda kwenye mgomo. Tunaasilia kwamba kuna matatizo ambayo hayajatatuliwa na tunapeana siku kadhaa ambazo wanatakiwa kuchukua hatua. Wasipochukua hatua, basi serikali inakuwa imetuinvite ama imetukaribisha kwenda kwenye mgomo. Na ni vizuri tuwahadharishe wale ambao ni wagonjwa wetu, kwa sababu sisi tukiwa tunaadhirika, basi hata wao wako katika hali ya hatari. Tunataka tuambie wagonjwa waanze kujipanga, hata wale ambao wako katika hospitali zote za Kilifi zile ambazo sisi tunafanya huduma tutazifunga, alafu ndio tuweze kurudi kwenye meza, ndio tumshinikize serikali kuweza kutusikiza na kutatua matatizo ambayo yapo. Kuna wale ambao waliruhusiwa kwenda kusoma na wakaweza kurudi na speciality. Saa hii tunavyoongea wamebaki kufanya kazi na kuserve wananchi kwa ile takriban au ya masomo ambayo waliweza kusoma, lakini ukiangalia kwa upande wa mshahara bado wanalipwa sawia na ile walitoka nayo wakati wakienda shule. Wazazi haswa wanaotoka jamii za